Ndani ya Ramdi TV Kenya wananiita PR mkipenda presenter Ramsi, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Watch video, comment, share, subscribe. Cha muhimu na click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Huwa tunakuletea taarifa ambazo zinakuacha kinywa wazi, taarifa ambazo zinakuelimisha, zinakuburudisha, na vile vile zinaweza kukuacha ukiwa unajua yale mambo ambayo yanafanyika karibu na wewe ama pia mbali na wewe. Kwa hivyo leo niko katika mtaa wa Kibra na nimekutana na mtumishi wa Mungu. Atatuelezea lile kanisa ambalo anashiriki ni lipi na huwa anashughulika na shughuli gani kando na kanisa. Jitambulishe, tuambie unaitwa nani. Asante sana kwa majina, mimi naitwa Albert Obuya. Mimi nikiwa muumini wa kanisa la African B Kenya Sabronask of Soi. Mimi mwenyewe ni pastor wa African B kama kuhani, na Archbishop wangu akiitwa Emmanuel Injiri Sionga Maikuva, akiwa ni Archbishop wa African B Kenya Sabronask of Soi. Mimi mwenyewe ni muombaji, na wakati nilianza hii mambo yangu ya uombaji, mimi mwenyewe nilikuwa na shida na nikasonga kwa watu African B, wakanisaidia na nikaendelea nao mpaka nikagrow pia mimi nikaanza kusaidia watu. Kwa hivyo shida ndio ilikupeleka kanisani? Shida ndio ilinipeleka kwa kanisa. Ile shida nilikuwa nayo wakati iliisha, na maisha yangu yakabadilika, na nikashika hiyo kanisa na wakanifundisha vile tunaweza fanya maombi. Mimi nikawa mmoja wa makuhani wale wa kusaidia watu wengine. Unajua, labda kuna mtu anauliza ilikuwa ni shida gani? Kwa faida tu ya mtazamaji, ningependa tueleze ilikuwa ni shida aina gani? Mimi shida ambayo nilikuwa nayo kisomo, nilikuwa naenda shule, natoroka shule, natembea tu, nalewa, nazunguka, siwezi kaa nyumbani. Wakati nilizunguka kwa makanisa zingine ile wanisaidia, hawakunisaidia. Lakini wakati niliingia kwa kanisa la African B Sabronask of Soi, nilisaidika mpaka saa hii. Nikaja nikawa na boma yangu, niko na boma yangu, ninunua shamba, maisha yangu iko mazuri. Kwa hivyo wakati ulienda pale kanisani, unajua siku hizi watu wako na mentality kwamba haya makanisa ama baadhi ya mapastors wako na vitu kando na Mungu. Kuna nguvu zingine wanatumia za kishetani ambazo mwishowe zinakuja zinaonekana ni kama ni Mungu ametenda, lakini si Mungu. Wakati ulienda kwenye lile kanisa ulifanyiwa nini ndio hizo vitu zote zikaweza kutoka? Wakati nilikuwa kwa kanisa, mimi nilitubishwa. Wakati nilitubishwa na nikaombewa na nikaenda nyumbani, ikafika wakati wakaniambia nitengeneza sadaka kidogo. Nikamwambia sadaka naweza tengeneza kama sadaka gani? Wakaniambia unaweza tafuta pesa ununue kondoo tukutubishe nayo, ili tuchinje tukutengenezee madhabahu ili mambo yako ikuje sawa sawa. Na kweli vile waliniambia nilifanya hivyo, na nikakuja sawa sawa, na mpaka saa hii naendelea. Okay. Yeah. Kwa hivyo huwa unafanya shughuli gani? Mimi mwenyewe ni muombaji wa African B. Ukiwa na shida, umeenda kwa hospitali, umepimwa, wewe mwenyewe unaumwa na umeenda umepimwa kwa mashini, wamepeleka kwa vipimo paka India, paka ng'ambo, paka wapi ugonjwa ionekani. Ukija tukikaa na wewe nikikuchunguza polepole, nitakwambia vile naweza kukusaidia, nikutubishe ile ugonjwa irudi kwa damu, ionekane kwa kipimo, wakutibu upone. Kama ni uchawi ambao ulikuwa umefanyiwa, nitakutubisha na nikutengenezea ile dhabihu. Nikisha kutengenezea ile dhabihu, hakika na Mungu atatenda, utapona na utafurahia maisha. Maana watu wengi wamejificha kwa vitu mingi. Ukiangalia kama Abrahamu alikuwa amependa Mwenyezi Mungu wake. Ilifika wakati Mungu akamwambia Abrahamu, nataka unitolee mwana wao wa pekee, unitolee sadaka ili unichinjie, unitengenezee madhabahu. Abrahamu alichukua mtoto wake Isaka akaenda naye kwa mlima. Wakati alitaka kumchinja, Mungu akamwambia usimchinje mwanao. Angalia nyuma yako, chukua mwana kondoo, chinja, unichomee sadaka. Kwa hivyo Wakristo wengi hilo jambo walilikanyagia. Wakristo wananunua vitu za kuomba, vitu za kufanya miujiza.
wamesahau ile Torati ilikuwa ya Abraham, wamechukua vitu zingine, wamejiingizia kwa maombi. Kwa hivyo mimi kibinafsi, ukiwa na shida, ukikuja tukikaa na wewe, nitakuchunguza na nikwambie enda tafuta kitu fulani, nikutengenezee ili mambo yako ikuwe sawa sawa, vile yangu ilikuwa sawa sawa. Kama uko na shida, saa zingine umelaniwa na baba yako, na vile wamekulani, kupata mtoto imekuwa ngumu, lakini we mwenyewe kizazi unaweza pata kizazi. Naweza kukwambia uende utafute kondoo tukutengenezee sadaka, ili Mungu akufungulie njia pia wewe utengeneze kizazi yako. Ingine, kama unaona mashetani, wale watu walikufa, ukilala unaona watu walikufa, unaanza kupiga nduru, pia hiyo nitakusaidia na utakuwa sawa sawa. Kama mtu amekutega mtego, umeruka kwa dawa na unasumbuliwa kwa mitego ya wachawi, pia hiyo nitakusaidia. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo ninafanya kupitia ndani ya Biblia, kwa sababu ukiangalia katika mambo ya Walawi kuanzia 5, 9 kuendelea, hiyo mambo ya Walawi inaongelea kuhusu sacrifice za kutolea Mwenyezi Mungu. Watu wengi wanaperform kwa makanisa yao vizuri, wanatoa fungu la 10 vizuri, lakini bado kuhangaika wanahangaika. Mpaka uangalie sadaka kwa mfugo, uende chinje, ushukuru nayo Mwenyezi Mungu, ndipo Mungu atakufungulia lile jambo unataka. Kwa hivyo kuna labda wale watu umeombea na wakapona, wanaweza wakashuhudia. Watu wengi, hata wale wananiona saa hii, watu wengi ambao nimesaidia tangu nikuja hapa Nairobi hapa nimesaidia watu, nimeenda paka kule pande za Western kule Kuisero, nimesaidia watu. Hata kule nyumbani kwetu kuna wale watu nimesaidia, na ninasaidia watu. Mimi sifanyi miracle, nafuata yenye Biblia inasema. Kwa sababu ukisoma kitabu ya Mathayo 18:18, pale mlipo wawili pia Mungu ako katikati yenu. Lile mtakalo fungua hapa chini pia mbinguni limefunguliwa, na lile mtafunga hapa chini pia mbinguni limefungwa. Kwa sababu wale wawili wamepatana kwa jina la Mwenyezi Mungu, naye yako katikati yetu. Kwa hivyo mimi nimesaidia watu wengi na naendelea kusaidia watu. Kwa hivyo ukiwa na shida, usikimbie kwenda kutafuta wale watu wanafanya miracle, na mtu wako akirudi kwa nyumba baada anaona zile vitu. Tafuta mimi na nikusaidie na uendelee na maisha yako. Kama kuna mtu ambaye anatangatanga, hawezi kukaa pamoja, akija tutakaa tuone ni nini namzungusha. Kwa sababu hizi vizazi au hizi jamii, kuna vizazi tofauti tofauti. Kuna wale watu saa zingine walijinyonga, wale watu ambao waliuawa. Ukizaa mtoto wanakuja kwa roho zao inakuja kuamkia kwa wale watoto. Sasa unakuta mtoto anafanya vituko zingine tofauti, au unakuta mtu anafanya vituko zingine tofauti. Sasa inabidi mtu kama huyo akuje mahali niko, tukae na yeye nimchunguze, alafu niwaambie tutafute kitu fulani, tufanye hivi, ile roho yule mtu alikufa isitembee ndani ya huyu mtu. Na kwa kweli matajiri wengi hawajui kitu kama hiyo. Matajiri wengi wakiona mtu ameanza kuongea, wanamchukua wanampeleka kwa therapy. Wanamdunga tu madawa, wanamuumiza. Kumbe yule mtu kuna spirit ambayo imeamka ndani yake, ambaye ile spirit inatakiwa yule mtu atubishwe na atakaswe. Akishatakaswa atarudi sawa sawa na aendelee na shughuli zake. Kwa hivyo wale ambao mnaniona saa hii, mnapenda kufuata wale waombaji wakubwa. Sisi waombaji ambao tuko hapa chini wadogo hawa, sisi tunasema ukweli. Maana yake mimi hata nikija kwako siwezi kukwambia hiyo TV yako nipatie iko na majini, la. Mimi najua kwamba unatoka jasho, unatafuta. Mimi nikija kwako mimi nikusaidie. Sitaki uchukue kitu ambacho iko kwa nyumba yako uuze unanipatia, hapana. Mimi nikusaidie, ile sadaka iko nipatie na nishukuru. Kuliko kukimbia kwa waombaji wakubwa, mwisho ile shida bado inakugandamiza tu. Ukija kwangu tutakaa na wewe na tutanyorosha kila kitu, itakuwa sawa. Na umesema kwamba lazima mtu labda anunue kondoo, umesema kondoo ama mbuzi? Sana sana ni kondoo. Kama huna kondoo unaweza nunua kuku.
kwa sababu mbuzi inakuaga na mambo yake tofauti. Kondoo ndiye inamaliza kila kitu ambaye inakimbia. Na nikisema kondoo simaanishi tu kondoo yoyote inaweza fanya kazi the same. Hizo kondoo kuna ile ambayo utatumikia ziko tofauti kufuatana na ile maneno ya ule mtu vile utamuona na vile utamchunguza. Sasa wewe kama mtumishi wa Mungu umesema kwamba unaponya hizi vitu zote, waenda wazimu, hao watu wako na majini. Kuna watu wengi sana kwa hii barabara. Unaweza ukawasaidia vipi? Kuna siku mmeaijitolea ukaona huyu mtu huwa anasumbuka, acha niende ninunue kondoo nikuje nimsaidie naye. Imeaifanyika hivyo? Haijawahi fanyika. Ndio sasa mimi nawajulisha wale wanaangalia saa hii vile ninaongea, wale wananiona saa hii. Ndio nawaambia ukiwa na mtu ambaye anahangaika, anaongea kwa usingizi, anaona watu ambao waliokufa, kila uchao anapiga nduru, akinitafuta mimi Pastor Obuya nitamsaidia na atakuja sawa. Na mtu akija kwako na hana uwezo wa kununua labda kama hiyo kondoo, huwa mnasaidiana vipi? Kama hana uwezo nitamwambia atafute pesa ambaye anaweza kuafford kununua kuku. Ile kuku kuna itategemea mambo yake imeonekana namna gani na inafaa atengenezewe na kuku inakaa namna gani. Wakati atatafuta tu kitu kidogo akuje nimsaidie, wakati atakuja badilika, Mungu akimfungulia akipata pesa, ndio nimtengenezee ile kondoo kufunga mambo yake iwe sawa sawa. Kwa hivyo huu unapatikana wapi? Labda mtu akitaka kukutafuta anakupata wapi? Mimi mwenyewe namba yangu ya simu ni 0706 915 106 0706 915 106. Namba ingine ni 0706 34 40 67. Narudia 0706 34 40 67. Mimi mwenyewe napatikana Kibera. Kibera ndio ninakaa nikifanya kazi, na hapa Nairobi ni nyumbani kwetu, mahali nimezaliwa ni Migori, mahali inaitwa Njego sublocation. Ukitaka kunitafuta, WhatsApp yangu ni namba ya WhatsApp ni hiyo nimesema ya kwanza ya 07 ya 06 915 106. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Ukienda pale kwa Facebook najulikana kama Albert Obuya. Ukienda pale utanipata. TikTok pia niko pale. Ukitafuta Obuya utanipata. Kwa hivyo kama uko na shida ya mtu, hata mtu ambaye saa zingine bahati mbaya uligonga mtu akakufa, ile kitu inakusumbua, ukikuja tukikaa na wewe polepole tunaweza tengeneza haya mambo na urudi sawa sawa. Asante sana. Mungu awabariki. Kwa wale wamenisikiza, Mungu awabariki na wainuliwe, na mjue kwamba Mungu anaweza tenda. Kwa hivyo ndio time yangu na jamaa wetu hapa amejieleza na akasema zile shughuli ambazo anafanya, na ningependa tu niachie comment pale kwenye comment section na uniambie hii taarifa inakufaa ama kuna mahali ambapo umetilia shaka ama umewahi kumbana na mtu kama huyu ama umewahi kutana na mtu kama huyu na ukaweza kusaidika. Na labda tu kabla nikuache uende, unajua kuna watu huwa wanadhana kwamba mtu ambaye anasaidia watu anafaa kuwa anaishi maisha ambayo labda ni ya juu, anaishi ako na kila kitu. Umesema kwamba unaishi Kibra. Kwa baadhi ya wengi ni swala la kizushi. Labda mtu atafikiria kwa nini nitoke Lavington niende kutafuta usaidizi Kibra, ama kwa nini nitoke Karen niende kutafuta usaidizi Kibra. Jambo kama hilo linasumbua watu ambao ni matajiri, ambao wanatembea na magari, wanakuwa na shida, lakini wakiona yule mtu ambaye anaweza msaidia anakaa katika maisha ya pweke, wanaona ya kwamba huyu hawezi kuwasaidia. Lakini ukiangalia katika kibibilia, katika kiroho mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, Yesu mwenyewe alizaliwa katika hori la ng'ombe, ambapo Yesu hakuzaliwa pahali pasafi. Yesu alizaliwa pahali pachafu. Kwa hivyo mimi maisha yangu ambayo mimi naishi tu kwa nyumba ya matope, na niko very simple vile unaniona hivi, na tena tunaweza ongea na wewe, tucheke na wewe, lakini chenye Mungu aliweka ndani yangu kinaweza kukusaidia. Hata wewe chenye Mungu aliweka ndani yako kinaweza kunisaidia. Maana yake wanasema ya kwamba kitu kiingia kwa macho yako huwezi jitolea mwenyewe.
mpaka uite mwingine umwambie kitu imeniingia kwa macho, nitolee hiki kitu. Kwa hivyo mimi mwenyewe maisha ambayo naishi, unaweza kuja ukaangalia uone huyo mtu hata hawezi nisaidia, lakini nguvu ya Mwenyezi Mungu iko ndani yangu, kwa sababu ni kitu nimepewa. Tutacheka na wewe, lakini mwishowe nitakusaidia na utakuwa sawa. Kwa mfano, kuna jamaa mwingine ni polisi, aliniambia nimsaidie, na akakuja kwangu, nikamtubisha, nikamuombea. Lakini yule jamaa vile nilipomchunguza yeye, akaona yeye ni polisi, yeye anabeba bunduki. Akaona sasa huyu mtu pastor anakaa kwa nyumba kama hii, sasa anaweza niombea. Na alidharau. Na vile alidharau, mwishowe kitu iliende kamugwara kidogo. Kwa hivyo ukisikia mtu anasema neno la Mwenyezi Mungu, sikiza huyo mtu. Kuna yule mtu ambaye anasema neno la Mwenyezi Mungu kwa ukweli, na kuna wale ambao wanafanyia neno la Mwenyezi Mungu mzaha. Kwa sababu mimi mwenyewe nikijua nataka kufanya kosa, mpaka nijiulize hii kitu nataka kufanya ni mzuri au ni mbaya. Kwa hivyo waombaji wetu au mapasta wetu penye wanaangukia, wengine wao wanakuwa na kiburi.